Halo, mambo vipi rafiki na coders wote? Leo ni siku njema tena kwangu. Naona ni muhimu tuweze kujifunza somo jepesi na rahisi sana. Kwa wale ambao wanafahamu sio mbaya kuweza kujikumbusha. Kwa wale ambao wafahamu inaweza kuwa ni somo lao muhimu sana ambao linaweza kuongeza hatua fulani katika uandishi wa HTML na katika kuweza kutengeneza tovuti zetu katika safari yetu hiyo. Leo nitafundisha vitu viwili. Kitu cha kwanza itakuwa ni select na tutakwenda cha pili itakuwa ni data list. Data list na select zinafanana, lakini utofauti wake ni mdogo sana, lakini kazi zao kwa sehemu kubwa zinafanana. Unaweza ukatumia data list kama mbadala wa select na select unaweza kutumia kama mbadala wa data list. Kwangu mimi nikitazama data list inanivutia zaidi kwa sababu inatoa nafasi ya kufanya zoezi kubwa, lakini select ni kwamba ni nyepesi kuiandika, na ili uweze kuona nafanya kazi gani kwa undani zaidi lazima uiunganishe na JavaScript na hivyo na mambo kama hayo. Lakini data list inasogea kidogo, japokuwa hauiunganishi kwenye JavaScript ili iweze kufanya maajabu yake, kuweza kupeleka taarifa kwenye database na vitu vingine, lakini yenyewe inaruhusu kwa nafasi fulani kuweza kufanya mazoezi ambayo ni mazuri zaidi. Kwa hiyo tuanze bila kupoteza muda. Select, utaandika select. Alafu kisha uta cross tag na ndani yake utaandika option. Ndani yake utaweza kuandika option. Hizi option tutakwenda utazinakili na tutaweza kuzipachika hapo chini. Sawa, tukifanya ni hicho, ndani yake tutaandika labda kwa mfano timu ya kwanza tuiandike Simba. Mimi ni mwana Yanga, lakini ninachofuata hapa ni alfabeti tu. Simba, alafu tutafuata Yanga. Alafu tuanze na twende hiyo. Fuate alfabeti. Tuandike Azam. Alafu tuandike hapa Mtibwa. Tukifanya hivi tukaenda tukarani, tukisave na tukarani, tutaweza kuiona select inatokea. Unaweza kaona. Lakini hapa kilichotokeza ni kwamba kwa mfano labda niseme labda na select hizi taarifa niweze kuzipeleka kwenye database, labda nimetengeneza button na nimeunganisha na PHP kupeleka kwenye database. Nikienda nika click, si kwamba hii neno litakweza kwenda hii jina. Kwa sababu gani? Ukiandika hivi, hii inatokea kama tu jina juu, lakini si kwamba hii ni value ambayo itachukuliwa. Ili uweze kupeleka hii taarifa lazima uandike value. Lazima uweze kuandika value na uandike hiyo value unataka itokee. Kwa mfano, hapa nikiandika Azamo, nikaenda nikabofya kule nika click, kitakachokwenda itakuwa ni Azam na sio Azam, japokuwa itakayokuwa inaonekana mbele ni hii. Sawa. Yaani kwa mfano nikisave nimeandika Azam au Azemo. Sawa. Nikienda nika save, utaanza kuona kwamba bado ni Azam ndio, lakini nikienda nikaiscavana nikiunganisha na database na nikaweza kuisubmit kupeleka database, haitakwenda neno hili Azam. Itakwenda ile nani hiyo Azamo, kwa sababu ndio value. Kwa hiyo lazima uandike kwa usahihi iwe sawa sawa na unachokiandika hapo. Kwa Azam, lakini pia mtaandika value nyingine na kuonyesha tu ambacho kitaweza kutokea katika uhalisia, japokuwa kusudi la somo leo nataka kwa upande wa select nishamaliza. Kwa hiyo hii ni muhimu sana kuandika vitu hivi kwa sababu utavihitaji unapokwenda kwenye swala la kuconnect na database au programs zingine, au kama ni calculator sim na tutajifunza kwa mbele kutumia JavaScript nitaweza kuona. Kwa hapa nikishaandika hivi na maana yake itachukua hizo taarifa. Sawa. Nikifanya hivi ndani yake maana yake kuna value ya Azam ambapo nikiclick kwa mfano kama nakwenda labda kusubmit database itaweza kwenda hiyo value. Sasa kuna kitu hapa unatakiwa kutazama. Hapa hii select imeweza kujitokeza. Sijaweza kuunganisha labda na input au kitu chochote kusupport hii iweze kuonekana.
nimeandika select, nimeandika hizo option na imeweza kufanyaje kujitokeza hapa. Ili niweze kuchukua hizo taarifa na kuziunganisha kwenye input, lazima niandike code za JavaScript au PHP kuweza hizi taarifa kuingia ndani ya input. Huko mbele tutakuja kufanya hilo zoezi ambapo ni JPS pia. Sasa tuende kwenye data list tuone utofauti wake. Hizi zitaendelea kuwa kama kawaida. Kilichopoandikwa humu ndani kitakuwa ni sawa sawa na kitakachoweza kuandikwa kwenye nini, kwenye data list. Kwa utakachokifanya, taandika data list. Nikishaandika data list, na huku chini tuta close kwa data list. Data list. Nikienda nika save, sawa, na nika run, Control S inapotea. Kwa hiyo utofauti wake ni huo kwamba haitoweza kuonekana moja kwa moja data list yenyewe kwa sababu lazima iunganishwe na input. Na unafanya kuandika hiyo input, lazima uandaa input, hiyo input tag. Ndani yake utaandika type ambayo itakuwa ni text. Alafu baada ya hapo lazima uandike attribute inaitwa list. Hii list itatumika ni attribute ambayo utaandika jina lake ndani, hiyo value yake, hiyo attribute yake. Ndio utakuja kuitumia kama ID ndani ya data list. Sawa, utatumia kama ID ili uweze kutokea. Kwa hapa labda kwa mfano tuite orodha. Tunataka kuchukua orodha. Sawa? Orodha labda tuseme ya team. Tutaichukua hii kama ilivyo, tutakuja kuweka kama ID ndani ya data list. Kwa hiyo ukitizama hapa na kwenda kuiweka hiyo. Tumeandika kwa kirefu sana. Sipendi kuandika kwa kirefu kiasi hiki. Tutumie tu orodha itaeleweka. Sawa. Hapa tukienda tukasave, Control S, ukienda ukatazama huku itaweza kuona inatokea. Nikiweka Mtibwa inaingia. Nikifuta nikaweza nikaandika kwa mfano Simba inatokea. Lazima ufute pia hapa. Hapa nimefuta. Nikaandika hivi inatokea. Makosa utakayoyafanya hapa ni kama yale. Kwa mfano ukibadilisha humu ndani, kaandika labda Simo. Si ndio? Kwenye data list itakuwa tofauti. Kwa nini? Hapo ndani na kuonyesha yenyewe kwamba kuna value ni Simo lakini data sawa, ile jina ni Simba. Ndio unaona tofauti wa hizi zinavyoonyesha. Ukiandika hizo taarifa zikawa tofauti itakuonyesha zote. Hata nikija nikafanya hivi hapa. Kwa mfano nikija nikaandika labda kaandika ya Kiingereza young. Ndio. Nikaja nikarun. Unaona? Lakini kienda inaonyesha zote ile ambayo iko mbele na iko nyuma. Sasa ni vizuri uandike katika hizi fanane zote. Sawa, tuje tuandike hapa kwa taran. Kiandika Mtibwa unaona zimekuja moja moja. Lakini ukishaanza kutofautiana maana yake inakuja inaonyesha zile taarifa zote. Sijajua kwenye browser zingine inakuaje, lakini naanza kuona. Kwa hiyo zina ufanano kati ya data list na select, isipokuwa tu kwenye data list unaweza ukaona kwamba hii lazima uweze kuiunganisha na input ili iweze kuonekana, lakini ile ni tofauti. Sasa humu unaweza kuongeza vitu vingine vya msingi kama vile ID kama utaiconnect na JavaScript, au name kama unataka kuconnect labda na PHP au lugha zingine, kwa sababu ID na name zinafanya kazi wakati mwingine zinazofanana. Mara nyingi zinafanya kazi zinazofanana, ambazo ni zinasaidia kuunganisha na lugha zingine. Ni kama address, ni kama vile ni address. Sawa, ni SLP kama kusema SLP, na zile namba zinakuwa ndio kama vile majina unayoyaweka. Unasema ID labda unasema
name, labda ID, unazungumza labda kwa mfano ID, unasema labda team, sawa sawa na unaweza kusema SLP ngapi. Kwa hiyo hii ID inasimama kama inakusaidia kama anwani unapokuwa unaunganisha na lugha zingine, unaweza kuwa unaunganisha na CSS, unaunganisha na JavaScript, lakini name pia ni hivyo hivyo, unaweza kuwa unaunganisha na PHP na JavaScript na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa somo la leo nasema inatosha. Kikubwa zaidi nataka tujifunze hivyo vitu viwili ambavyo ilikuwa ni select na data list. Ni muhimu sana na zinatumika mara nyingi kwenye tovuti, hata kwenye program zingine, software zingine. Ukiingia unakuta kuna sehemu za kuselect baadhi ya taarifa kwa sababu ya kurahisisha kazi kwa mtumiaji. Badala ya kuandika kila kitu, basi kuna vitu vingine ambavyo unajua vinakuwa viko fixed, vilikwisha fungwa kwamba mtu anatakiwa kuchagua. Kama tulivyojifunza huko nyuma masuala ya checkbox na nini, ni kwamba zinakuwepo taarifa zishaorodheshwa, inabidi uchague kumrahisishia mtumiaji. Unaweza kuwa kwenye mfumo ukaambiwa chagua timu unazozitaka, au kuingia kwenye zile tovuti za utafiti, timu gani za mpira unataka, unapenda michezo gani, unataja timu gani za mpira unapenda Tanzania, unaweza kukuletea list. Au ushare kuona kwenye mifumo, labda wanakuuliza mkoa, nchi unayotokea, nchi zinakuja nyingi, unakuta zile data list au ni select. Kwa unapotengeneza mifumo lazima ujue vitu kama hivi, kwa sababu utahitaji kuvitumia. Usitegemee kila sehemu ya data mwambie mtu aandika jina la nchi yako. Wana wengine wanaandika wanakosea, kwa hiyo inaweza kaita shida kwenye mifumo, taarifa zikawa zinatofautiana na au watu wanashindwa kuandika kwa usahihi. Kwa hiyo ni vizuri kuwarahisishia watumiaji kwa kutumia vitu kama hivi kama data list au kutumia select, ambako moja kwa moja hizi taarifa zinakuwa umeshaziweka. Kwa mtu akichagua jina linakuwa sawa sawa na mwingine akichagua inakuwa sawa sawa, kwa sababu tayari ushaziweka, na inamrahisishia na inaongeza kasi ya mtumiaji. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kujua vitu kama hivi. Uweze kujua vitu kama hivi ni muhimu sana. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kufanya mazoezi. Nasemaga siku zote kwamba HTML ni lugha nyepesi na ni kama kuendesha tu baskeli. Ukishajifunza huwezi kusahau. Ikitokea ni umesahau ni kwa nadra sana, na hata kama ukisahau unakuta bado kichwani unakumbuka nini cha kufanya. Utakuta ni makosa madogo ambayo ndani ya sekunde moja ukitazama unakuwa umesharekebisha na umeshaweza kuelewa nini kinatakiwa kufanyika. Mimi nimejifunza hii kwa zaidi ya miaka 3 au 4, 5, lakini sijaweza kusahau. Miaka 3 nadhani ndio nimejifunza au 4. Lakini sijaweza kusahau kwa sababu HTML ni lugha nyepesi. Kwa hiyo niseme kwa leo inatosha. Nikushukuru kwa kutazama video hii. Naomba usisahau, kama hujaweza kusubscribe uweze kusubscribe, lakini uweze kulike kwa sababu unanisupport, unaniunga mkono katika kazi yangu. Lakini pia usisahau kutoa maoni yako hapo chini, hata kama ni kukosoa, kwa sababu yananijenga mimi, naangalia wapi nimekosea na naweza nikaboresha zaidi, kwa maana ya video ilivyo. Inaweza kuwa ni sauti, muonekano na vitu au code zinavyofundisha kwenye course, kuna makosa nayafanya, unaweza ukatoa maoni yako wa mita fulani na nitayapokea katika hali chanya na nitayafanyia kazi. Lakini usisahau kubofya notification kwa ajili ya video zinazokuja, ili unapoweza kupandisha, basi na wewe unaweza ukafanyaje, ukawa kwanza kuweza kufikiwa. Kwa hiyo kwa video ya leo niseme nashukuru sana, tuendelee kufanya mazoezi. Asante na karibu katika video itakayo